Kumbe na Afrika kuna wanawake wazuri namna hii. Wow, very cute. Niliishia kusmile tu. Nilimkuta ndo katoka kupata breakfast. Akaniambia na mimi niagize kifungua kinywa. Basi nikaagiza. Nililetewa pale. Chakula kilikuwa kitamu. Yaani breakfast wenyewe wanasema ilikuwa ya mbele. Ndipo Rory akaniambia. Hapo ndipo tulipoishia katika sehemu ya 4 ya simulizi Penzi la Yatima. Hii ni Simulizi TZ. Mimi langu jina ni Mr. A Romantic. Tusonge pamoja katika muendelezo wa sehemu hii ya 5 ya simulizi Penzi la Yatima. Basi Rory akaniambia kuna mkutano wa muhimu sana nimekuja kuhudhuria huko Tanzania, na mkutano wenyewe unafanyika Arusha. Nahitaji msindikizaji wa kwenda na mimi Arusha, na nitakupatia pesa, tena pesa nzuri tu. Yaani kiufupi alinihitaji niwe kama tu guide wake. Nikamwambia hamna shida, nitajaribu kuomba ruksa hapa kazini nione wanasemaje. Akasema sawa, tena nitafurahi sana. Lakini pia ukizingatia kwa pesa alizokuwa ameniofa, Rory alinitamanisha sana. Na niliwaza nisiiache ile pesa. Ilikuwa pesa nyingi, na ukizingatia that time nilikuwa na uhitaji mno wa pesa. Kwa hivyo sikutaka kuiacha ile pesa, yaani nipite hivi hivi. Hapana. Rory aliniahidi kunilipa dola kiasi ambacho alinitajia. Sijui nikwambiaje. Nikaribia mshahara wangu mzima wa mwezi. Yaani ilikuja pesa ndefu mno. Basi nilikwenda kwa meneja, nikamweleza. Tena nilimwelezea hali halisi. Sikumficha chochote kile. Na hapo ndipo meneja akaniambia ni sawa, lakini wewe ni mgeni hapa, na kwa masharti ya hapa ofisini hakunaga ruksa kwa wafanyakazi wapya, ni mpaka huo umetimiza mwaka mmoja. Tena mwaka mmoja na kuendelea. Labda huo umepata msiba au kuumwa, hapo ndipo naweza ukapata ruksa. Nilichanganyikiwa. Nilijisikia vibaya sana. Nikamwambia meneja, tafadhali, please over please, naomba unisaidie katika hili. Ni siku kadhaa tu nitakuwa nimesharudi. Meneja aliniambia, hii haiwezekani Brightness. Sheria za ofisi haziruhusu. Yaani haziruhusu kabisa mimi kufanya hivyo. Lakini labda nikwambie kitu. Ninaweza kukusaidia jambo. Endapo kama utakuwa tayari. Wala sina iana na wewe. Unamaanisha nini? Unamaanisha nini meneja? Nilimuuliza. Akasema, kama unataka nikusaidie, basi itabidi unilipe. Nikamwambia, hilo sio tatizo meneja. Mimi nitakulipa. Nitakulipa kabisa. Unataka shilingi ngapi? Akasema yeye hataki pesa. Tena aliniambia,
Oh Brightness, wewe huna pesa za kunilipa mimi. Nikamuuliza, meneja, kwani unataka nini? Akaniambia, ninachokitaka ni utamu. Nipe na niliu. Zeni na mimi nitakupa ruhusa. Unamaanisha mimi nilale na wewe meneja? Akasema yes. Kwani nini kigeni hapo? Mara moja tu, then nakupa barua ya kukuruhusu kuondoka zako na huyo mtu wako. Aisee, nilishangaa sana. Nimejitunza toka nikiwa mdogo, toka nipo sekondari mpaka chuo, lakini leo usichana wangu utolewe na meneja? Oh shit. Ikiwa nilitegemea Hemedi atarudi kwangu, hapana. Ukumbuke mimi nina usichana wangu. Aisee, si bora ningempatia tu Hemedi. Niligoma. Ndipo akaniambia, utaki? Meneja yeye ni mtu ambaye wavimada sana, lakini pia ana mke wake. Sasa nikawa nawaza, nikitembea naye itakuwaje? Aliniambia, nadhani unajua ilivyo ngumu kupata kazi, so tafadhali waza vyema. Nilijiuliza nitafanya nini mimi? Pesa nazitaka, kazi naitaka, lakini pia kutoa usichana wangu na meneja, hapana. Basi baada ya kuongea na meneja, nilirudi kwa Ronre. Akaniuliza kuhusu ruhusa. Nikamwambia nimepata tayari, lakini ukweli ruhusa ilikuwa bado ni utata, tena ni utata uliokuwa na utata ndani ya utata wake. Kwa hivyo sikutaka kumwambia ukweli Ronre. Ronre alifurahi sana, akaniambia nijiandae na safari, kwani safari ni siku inayofuata. Tunaondoka na ndege ya asubuhi kuelekea Arusha. Nikawaza, ndege tena? Nikamuuliza, sinasikia kupanda ndege ni lazima uwe na passport. Sasa mimi mbona sina passport? Rory alishangazwa sana na ukimya wangu. Akaniambia, hiyo sio tatizo. Nikamwambia mimi sina passport. Kwani hatuwezi kutumia usafiri mwingine wowote ule? Akauliza, why you don't have? Unaogopa ndege? Nikakaa kimya. Akasogea, akaniambia, sikiliza, ndege ni usafiri mzuri kuzidi gari au basi, na ni usafiri wa haraka zaidi, lakini mimi sina passport. Nahisi itashindikana kwenda na wewe. Why? Kwa nini una passport? Ina maana hujawahi kusafiri kwa ndege? Niliona ni bora nieleze ukweli, kwani ukweli siku zote umweka mtu huru. Nikamwambia hapana, sijawahi. Basi usijali, nitakanseli safari ya ndege, nitaomba nisafirishwe kwa gari, okay? Nikafurahi, nikamwambia thanks. Akasema ni sawa, lakini ni muhimu kuwa na passport. Nikamwambia sawa, nitaitafuta. Basi siku hiyo pia Ronre aliomba niweze kumtembeza sehemu nzuri nzuri ndani ya jiji la Dar es Salaam. Alinipa pesa nzuri sana zenye usafiri na chakula ilikuwa juu yake. Hakika nilitamani niachane na ile kozi ambayo nilikuwa nasoma, niende nikasomee tu tour guide. Kumbe wazungu kuwatembeza wanakulipa pesa nzuri hivyo. I say. Basi tulienda kutembea sehemu mbalimbali mpaka usiku wa saa 3. Ndipo tukarudi hoteli ambayo alikuwa amefikia. Nayo ni ilikuwa pale kazini. Nikakuta meneja kajamu
kisha sijaripoti kazini. Alafu mimi kuwa karibu na Ronray ni kama alikuwa apendi hivi. Basi bwana, nikaitwa, nikaambiwa before sijaondoka nihakikishe nimeonana na meneja. Nikamwambia sawa. Tulikula, tukamaliza, tukaagana. Ronray akanisisitiza nijiandae, safari ni kesho, tena kesho asubuhi. Baada ya hapo akaenda zake kupumzika. Ndipo na mimi nikawa natoka kurudi nyumbani. Sikutaka kwenda kuonana na meneja kwa sababu ya ile issue ambayo alikuwa ameniambia. Basi wakati naondoka, kumbe meneja alikuwa ananifuatilia. Aliniona vizuri tu, basi akanifuata, akaniambia, mbona unaondoka? Nimekwambiaje wewe? Aliongea kwa sauti fulani hivi ya ukali, tena ya ukali mno. Niliogopa. Akaniambia, sogea hapa. Nikasogea. Kwa nini hujaja kazini? Nikamwambia, sorry, naomba unisamehe, nilichelewa. Akasema, kama unataka nikusamehe, fanya kama tulivyoongea. Kesho ndo safari, inatakiwa tumalizane mimi na wewe. Tena sasa hivi tumalizane. Kama ukishindwa na kama utakuwa hutaki kufanya hivyo, ndo itakuwa mwisho wako wa kufanya kazi hapa. Meneja aliomba nirudi, yani tumalizane kama vile alivyokuwa anahitaji, kisha ndo niondoke. Meneja alikuwa na kichumba chake kule hotelini. Akataka niende huko ili kama mbuzi vile anayejipeleka mwenyewe. Niliwaza sana, na mchomokaje huyu? Siwezi kufanya kabisa hicho anachokitaka. Niliwaza cha kumdanganya, nikakosa. Meneja alinishika mkono, akaanza kunilazimisha kuondoka. Akawa kama anatumia nguvu hivi, sio kubembeleza tena, ilikuwa ni amri. Kwanza nikauvuta ule mkono wangu, nikamwambia siwezi kufanya hivyo. Kwa nini? Niko kwenye siku zangu. Akacheka, then akaniuliza, kwani sehemu hiyo ni hiyo tu moja? Si ziko sehemu zingine? Nilichoka. Kumbe huyo ni shetani kiasi hichi. Anataka kunifanya nini mimi? Nilimsukuma, kisha nikaanza kuondoka. Alinichefua mno, tena si kidogo. Alipoona naondoka, akachukia. Akaniambia kesho kabla sijaondoka na huyo mzungu wangu, nije pale ofisini nichukue barua yangu ya kufukuzwa kazi. Alinitolea maneno ya shombo, tena ya shombo mno. Yaani sielewi nisemaje. Meneja aliniambia, hivi wewe unajiona nani? Na una kipi haswa cha kukufanya wewe uzidi kulinga? Watu tuna wanawake wazuri wewe, yaani mpaka ukimwangalia unaona sisi tuna warembo, sio wewe unayelingalinga. Kitu gani kinachokufanya ulinge wewe namna hiyo? Sisi tuna warembo, ukimwangalia unasema huyu mtu kashushwa au kateremshwa. Unacholingia nini mtoto wewe? Tena mtoto wenyewe wa yatima uliyekosa wazazi. Tunakustili tu hapa, lakini bado unajiona wa maana. Wa maana utakuwa wewe, mtu mwenyewe upo kama kitu fulani hivi. Aisee, meneja alinipa maneno ambayo sikutaka kuyafikiria wala kuyajali.
Sikujibizana naye. Nikaondoka zangu mpaka nyumbani. Nililala huku nawaza kazi, nikisema nimeshakosa kazi tena. Kibarua kimeota nyasi, sijui itakuwaje huko mbeleni. Basi kulikucha asubuhi na mapema simu yangu ikawa inaita. Alikuwa akipiga si mwingine bali ni Ronray. Nikapokea, tukasalimiana. Akaniambia nijiandae, tena nijiandae haraka, niende pale hotelini. Tukishamaliza kunywa chai, safari itaanza kuelekea Arusha. Basi ndipo nilijiandaa haraka. Nikapiga na simu kule shuleni kwa mdogo wangu Happy. Nikaomba kuongea naye, akapewa simu. Nilimwambia ya kwamba nasafiri kwenda Arusha. Nitarudi baada ya wiki moja. Wow, mnaenda na Emedi eh? Nikaguna tu. Kisha nikamwambia ndiyo. Akajua, kalikuwa akajui chochote kile, kuwa nimeshamalizana naye na huyo Emedi, na mpaka muda huo nilikuwa sijui kama nimeachwa au la. Basi lengo langu lilikuwa kumwaga mdogo wangu, ili hata lolote likitokea ajue pa kuanzia. Baada ya kumaliza kuongea na Happy, niliondoka mpaka hotelini. Ronray alikuwa chumbani kwake. Aliniambia nikifika niende moja kwa moja chumbani kwake. Basi nilifanya hivyo. Nilikuta na yeye kashajiandaa, yupo bize kwenye laptop. Nilimsalimia, akaniambia, "Wow, you look so nice and good." Nikamwambia, "Thank you." Alifunika laptop yake. Tukatoka kwenda kunywa breakfast. Muda huo dereva wa kutupeleka Arusha alikuwa tayari ameshafika. Na muda ule tunaondoka kwenye kupanda gari, yule mdada mwenzangu wa reception aliniita, akaniomba tuongee kidogo. Nikamwomba Ronray atangulie kwenye gari nimsikilize yule mwenzangu ana shida gani. Kwanza aliniuliza, "Ulimfanyaje meneja?" Nikashtuka, "Kuna nini?" Akaniambia kuna barua amenipa nikupatie, na sio barua nzuri. Alafu meneja ana hasira sana na wewe. Kwani umefanya nini? Iko wapi? Akaenda kunichukulia akaniletea. Ilikuwa barua ya kufukuzwa kazi. Nilimwambia tu sawa, asante. Kisha nikaondoka. Nilielekea kwenye gari na ile barua mkononi. Ronray alipoiona akauliza, "Hii ni nini?" Nikamwambia kila kitu. Akashangaa sana, lakini akaniambia usijali, ukishapata pasipoti nitakutafutia kazi UK. Wow, kweli? Akasema yes, why not? Nilifurahi sana. Nikajikuta nazidi kumwamini Ronray bila hata kumchunguza. Baada ya kuahidiwa kazi UK, at least moyo ukawa na amani. Tulianza kupiga stori kwenye gari, mimi na Ronray, huku dereva akiwa bize kutuendesha. Tulifika Arusha usiku, tena usiku sana. Ni katika hoteli moja hivi ambapo ndipo ulipotakiwa kufanyika huo mkutano aliyokuja kuhudhuria Ronray. Arusha hakika kuna baridi, tena kuna baridi sana. Ronray alinipatia koti lake ili niweze kuvaa. Mimi sikubeba koti wala nini, kwa sababu sikujua chochote kama Arusha kuna baridi kiasi kile. Ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kwenda huko. Basi tulipokelewa vizuri, tukaonyeshwa chumba chetu. Nikataka kumuuliza Ronray, "Mbona chumba ni kimoja? Itakuwaje?" Akaniwahi. Akaniambia, "Najua unachotaka kuuliza. Usijali, nitafix. Wewe ingia tu chumbani ukapumzike. Muda huo nitakuwa naenda kuangalia chumba kingine." Wow, afadhali. Niliingia chumbani. Yeye akatoka. Baada ya muda akarudi akaniambia, "Chumba kiko tayari, so ninaweza kuhamia chumbani kwangu." Nilibeba vitu vyangu nikahamia chumba cha pili.
Ilikuwa jirani tu na chumba cha Ronray. Tuliandaliwa kitu cha moto kuondoa baridi. Ronray yeye aliomba kahawa, mimi nikaletewa chai. Chakula cha usiku pia kililetwa, tukara pamoja. Stori za hapa na pale zikaendelea, tena ziliunogesha kabisa usiku wetu. Baada ya hapo tukaagana, kila mmoja akapumzika chumbani kwake. Hoteli ilikuwa inavutia, tena ilikuwa inavutia sana. Kabla ya kulala nilisimama dirishani, nikawa natizama mandhari mazuri ndani na nje ya hoteli, kwani palikuwa panavutia sana. Usiku ulizidi kuwa mkubwa, usingizi ukawa unaninyemelea tena mdogo mdogo. Nikajisogeza kitandani kwangu kwa ajili ya kulala. Nilisali. Baada ya hapo nikalala. Usiku mzito nikiwa katika usingizi fofofo, nikasikia simu yangu kwa mbali inaita. Nani tena huyo usiku wote huu? Ikabidi niamke hivyo hivyo na usingizi yangu, niangalie kwenye simu kuna nini. Zilikuwa message kutoka kwa Ronray. Usiku wote huu Ronray ananitexti kwa nini? Ikabidi nifungue. Cha ajabu nikakuta na message nyingine kutoka kwa Hemedi. Maajabu haya, Hemedi leo kanikumbuka mimi. Hebu ngoja kwanza, message za Ronray zinahusu nini usiku wote huu? Vipi, umeshalala? Ilikuwa message ya Ronray. Message ya pili ilitoka kwa Hemedi. Aliuliza, uko wapi Brightness? We need to talk. Tunahitaji kuongea. We need to talk tafadhali. Ndo ananikumbuka saizi? Ndo anakumbuka kuongea? Anyway, sijui hata cha kumjibu. Nahitaji kujifikiria tena kwa umakini zaidi. Nilijibu message ya Ronray, nikamwambia bado sijalala, lakini niko kitandani na utafuta usingizi. Lengo langu nilitaka kujua kuna nini kilichomfanya anitafute usiku wote ule. Ronray aliniambia, hata mimi sina usingizi Brightness. Kama hautojali, naomba nije chumbani kwako tuangalie movie. Huenda tukapata usingizi baada ya movie. Chumbani kwangu tena? Mbona kama mtego? Akanifanyia kitu kibaya, je, itakuwaje? Lakini haonekani kama mtu mbaya. Wacha tu nimwamini. Wacha tu nimwambie aje. Nilimruhusu akaja. Yaani alikuja chumbani kwangu. Alikuwa na laptop yake. Kuna movie nzuri sana aliweka. Tukawa tunaangalia. Hemedi naye baada ya kuona simjibu message, aliamua kuanza kupiga simu. Alipiga simu sana. Yaani simu ilikuwa inakata, inaita, inakata, inaita tena. Lakini mimi sikupokea. Nilimute, nikaipotezea. Nikaendelea kuangalia movie. Wakati tunaendelea kuangalia movie, nikashangaa ile movie kadri anavyozidi kusonga mbele inazidi kubadilika. Ikafika hatua watu wakaanza kufanya mambo ya kiutu uzima kwenye ile movie. Hakika nilishangaa. Why Ronray aweke movie kama ile? Ili hali mimi na yeye sio wapenzi. Alafu mbona inaonekana ni mtu ambaye yupo smart, mtanashati na msomi. Hizi ni za nini anazozionyesha? Basi nilichukia. Nikainuka, nikamwambia Ronray, hii ni nini? Naomba uzime na uondoke chumbani kwangu. Ronray aliinuka, akasimama, kisha akaanza kucheka huku anasogea upande wangu. Akatoa taulo, akatupa. Akabaki kila kitu kipo nje nje. Nilifumba macho kwa uoga. Sijawahi kuona maumbile ya mwanaume mkubwa kama yule. Tena live. Nilishindwa. Yaani yaonekane live kabisa. Yameimarika kama mshumaa wa Pasaka. Hapana, niliogopa sana. Unafanya nini wewe? Hakunijibu kitu. Alizidi kupiga hatua, kunifuata na mimi. Kunifuata. Basi na mimi nikawa narudi nyuma.
huku nalia. Nilifika mwisho wa ukuta, nikawa sina namna tena. Jamaa anazidi kuja, huku anacheka tu. Tafanya nini mimi? Bora nipige kelele. Ile na chama tu mdomo nipige kelele. Sijui hata ni saa ngapi. Alifika pale nilipo, akanikaba na kuuziba mdomo wangu. Hii ni sehemu ya 5 ya simulizi nzuri na ya kusisimua, simulizi inayokwenda kwa jina la Penzi la Yatima. Hii ni Simulizi TZ. Karibu ndugu msikilizaji, muda na wakati mwingine. Jambo la msingi, usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Asante na kwaheri.